Kama vile nimekwisha kusema, tunashukuru sana Bwana kwa ajili ya heri ambayo tunayo ya kuweza kusanyika kila wakati kwa ajili ya kufanya mazoezi mapya pamoja naye na kusikia neno lake na kuweza kupenya ndani na kuweza kupanga kwa namna ya kibiblia yale yote ambayo yanayofanyika mbele ya macho yetu, ili tuweze kujua kwamba Bwana ana mamlaka na ana uwezo ili yote iweze kutimilika kulingana na mpango wake. Naamini kwamba ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma ya mwisho ya mwezi uliopita, wakati nilipoweza kusema hapa kwamba tunaona ikijiunda tena kwa namna mpya ufalme wa mwisho wa dunia, kama vile Danieli alivyoweza kuyasema na kama vile inavyoandikwa ndani ya Ufunuo. Na pia Uswisi nao ni sehemu ya Ulaya huu na haitaweza kubaki pembeni. Na nishangaa namna gani wakati siku ya pili iliyopita karibu saa 12:30 niliposikia kwenye redio ya Ujerumani hizo inchi 7 za ALA zilifikia katika mapatano pamoja na CEE nyuma ya saa 15 ya mazungumzo. Na tazama, Ulaya wote mzima uko napata sura yake mbele ya macho yetu. Na sasa kwa mwisho wa mwaka wa 1992 na tangu mwaka wa 1993 hakutakuwa tena mpaka kwa upande wa kaskazini mpaka bahari ya Mediterane. Tunaweza kusema nini katika miaka hii yote? Na yasema tena leo, kukiwa mareferendum, kukiwa maandamano ya watu, hakuna mtu atakayeweza kusimamisha hii maendeleo. Wakati umekuja ambamo mambo yote yako naendelea katika njia yake. Wakati walipotangaza kwa heshima kubwa kwamba hiyo nyumba kubwa ya Ulaya itakuwa na milioni 218 ya watu, na ndiyo itakayoweza kuwa utawala mkubwa wa ulimwengu. Wakati uliopita Marekani iliweza kusabia milioni 218 na wengine wote wanakuja baadaye. Japani iko karibu na milioni 115. Hivi ndivyo iko na shunda hii utawala wa ulimwengu wa Ulaya, utawala mkubwa wa Roma ya Katolika. Na kama vile unabii wa Biblia alikuwa imekusha kuyasema, sijui kama nishaka kuyasema hapa. Kuna walimu wa Biblia ambao wakati uliopita waliweza kupita pembeni ya Mungu kwa sababu hawakuweza kukubali mafundisho ya unabii na kuweza kubali ufunuo ulioletwa kupitia huduma ya ndugu Branham. Mimi si sehemu ya wale wanaokuja hapa wakisema nabii alisema. Lakini kuna kitu moja ambayo ninayofurahia katika moyo wangu, nikiwa na shukurani kubwa ya kilindi, ni kwamba Mungu alitutumia mtumishi wake na nabii wake ili aweze kutuonyesha mwendeleo wa matokeo yote yanayofanyika, ambayo ilikuwa imekwisha kuandikwa ndani ya neno la unabii na ambayo hatungeliweza kuyaona nao kuyaelewa. Yale ilikuwa kionyesho kama vile mifano na mapicha. Ndiyo maana tunashukuru sana Bwana kwa sababu tunaweza kutambua leo yale ambayo yanayofanyika na kuweza kuelewa kwamba tumefika ndani ya sehemu ya mwisho inayotangulia kurudi kwa Yesu Kristo. Nilisoma pia maneno haya katika juma zilizopita ndani ya gazeti inayoitwa Welt am Sonntag, kwamba Papa ataweza kukubali Israeli wakati Israeli itakapokuwa imenyenyekea na wakati salama itakapokuwa imerudishwa. Na tunaona kwamba mambo haya
yako katika matayarisho yake, na Israeli inashurutishwa ili iweze kupata sehemu katika mazungumzo. Inayonisumbua sana juu ya maneno haya, na sio kwamba mazungumzo yanafanyika, lakini ni kwamba kitambaa kingali kwenye uso wa taifa la Israeli. Niliona na kusikia ndani ya mahabari mabishano nayoletwa kuhusu maneno kwamba Masia angepasha kuwa nani, na mtu aliyekuwa akiuliza swali akauliza, yule rabbin hawezi kuwa ndiye Masia? Na hapo sasa nikashiambia mwenyewe, Mungu, ona ni huzuni gani kubwa. Wakati wa zamani hawakuweza kupokea Masia aliyetoka mbinguni, na sasa wanangoja Masia ambaye anaweza kutokea katikati yao. Hiyo iliweza kunigusa sana, na nikajiuliza, hii inapaswa kudumu tena mpaka mwisho, na kwamba kitambaa kiendelee kudumu kwenye macho yao mpaka wakati wale washuhuda wawili watakapoonekana na wakati macho yao itakapokuwa imefunguliwa. Kuna maswali fulani ambayo si vyepesi kuweza kujibu. Nikitaka niweze kusoma andiko 2 au 3 za Agano la Kale, na sana sana taifa la Israeli lingepashwa kujua andiko hizi kwa sababu zinahusu Masia. Tukamate Mika kwenye sura 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Mika sura 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Kuanza kwa mstari wa 2 Kiswahili. Lakini wewe Bethlehemu Efrata, ulio mdogo katika elfu za Yuda. Muone hii lakini ya kiungu. Katika wewe atatokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli. Matokeo yake ni tangu zamani, tangu milele. Nisema hapa haihusu mtu fulani ambaye angeliweza kuzaliwa kama vile mtu fulani au mahali fulani, lakini inahusu yule ambaye siku zake zinatokea mbali huko katika umilele. Inahusu yule ambaye inaandikwa ndani ya Ibrania sura 7 mstari wa 3 kwamba hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku wala mwisho wa siku zake, lakini anayefanana na Melkisedeki. Mara ngapi tunapaswa kushukuru na yesema nikiwa na kuguswa kwa ndani. Mara ngapi tungeliweza kushukuru kuona jinsi Mungu aliweza kujifunua yeye mwenyewe kwetu, na aliweza kutupatia uwezo kupata sehemu katika ufunuo huu wa neno kwa neema. Kama inaandikwa hapa kwamba Bwana atakuwa mtawala juu ya Israeli, hapa haiwezi kuhusu mtu fulani au mtu yoyote au mtu wa kipekee kama vile Daudi au mtu mwingine. Israeli inahitaji mwokozi ambaye alikuwa hana hitaji ya ukombozi kama vile sisi wenyewe tunahitaji mkombozi. Israeli ilikuwa inahitaji mtu ambaye alikuwa hana hitaji ya ukombozi. Mtu yoyote ambaye aliyezaliwa katika dunia hii akiwa kuhani, mfalme au nabii, ikiwa mtu yoyote alikuwa anahitaji neema na ukombozi. Na hivyo sasa Mungu alikuja akaonekane mwenyewe kupitia ufunuo wake mwenyewe kama vile mkombozi ili aweze kutimiza ukombozi. Inayohusu ufalme wake na utawala wake, ningetaka niweze kusoma tena hili neno la nguvu leo katika nabii Isaya kwenye sura 9. Mnalijua nyote. Isaya sura 9. Na juu ya hiyo Isaya sura 7 nayo ni sehemu yake. Andiko hizi mbili zinaweza kulinganishwa pamoja. Niliyasoma yote mbili. Ninasoma andiko hizo mbili nikianza na Isaya sura 7 mstari wa 14.
Isaya 7:14. Kwa sababu hii Bwana mwenyewe atawapa ninyi alama. Tazama, bikira atapata mimba, naye atazaa mtoto mwanaume, na ataita jina lake Emanueli. Na sasa kwenye sura kenda, Isaya sura kenda mstari wa 5, mstari wa 6 Kiswahili. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na utawala utakuwa juu ya bega lake. Jina lake litaitwa Mwenye Ajabu, Mwenye Shauri, Mungu mwenye uwezo, Baba wa milele, Mungu mwenye uwezo. Mstari wa 6. Kuongezwa kwa utawala wake na salama hakutakuwa na mwisho. Juu ya kiti cha ufalme cha Daudi na juu ya ufalme wake, kusimamisha na kutegemeza kwa hukumu na haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi utafanya maneno haya. Mara ngapi matamshi kama haya ya maandiko matakatifu yako wazi ya kukamatika nisiyoweza kushakiwa? Haisemeki kwamba mwanamke fulani na fulani atazaa mtu fulani, lakini nasemeka kwamba bikira atazaa mwana. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika, na kama vile tulivyosoma wakati uliopita, Bwana alipanga mambo yote akayaweka katika neno lake, na anaongoza kwa nia njema mpango wake mpaka utimilifu wake, mpaka sisi na Israeli pia tuweze kutoka katika imani tukiona tuliyoamini. Tuendelee na uchunguzi wa neno pamoja na nabii Zekaria kwenye sura 1 kuanza kwa mstari wa 3. Zekaria sura 1 kuanza kwa mstari wa 3. Kwa sababu hii uambie, Bwana wa majeshi anasema hivi: rudieni kwangu, Bwana wa majeshi anasema, na nitarudi kwenu. Bwana wa majeshi anasema. Mstari wa 4. Musiwe kama baba zenu waliolilia manabii wa mbele wakisema, Bwana wa majeshi anasema hivi: rudieni sasa toka njia zenu mbaya na katika matendo yenu mabaya. Lakini hawakusikia wala hawakunisikiliza, Bwana anasema. Mstari wa 5. Baba zenu wao ni wapi? Na manabii wanaishi milele. Mstari wa 6. Lakini maneno yangu na sheria zangu nilizoagiza watumishi wangu manabii hasikupata baba zenu? Wakageuka na kusema, sawa sawa Bwana wa majeshi alivyofikiri kutufanyia, sawa sawa na njia zetu na kwa kadiri ya matendo yetu, ndivyo alivyotufanyia. Mpaka hapa ili neno la damani. Mnajua kwamba maandiko matakatifu yaliandikwa kwa namna ambayo hatuwezi kusoma tu yale ambayo Mungu aliyoonya wengine na kuweza kufurahia tu hiyo, lakini tunapaswa kusoma tukisikia sisi wenyewe tukionywa, na kisha tunapaswa kujipima sisi wenyewe ili tuweze kuona yale ambayo inayotuhusu. Mungu alionyesha mambo hayo mawili kwa taifa la Israeli: baraka na laana. Baraka wakati kunapokuwa utiifu na imani, na laana wakati unapokuwa kutotii na kutokuamini. Mungu aliweka hayo mambo mawili, hiyo kweli mbili mbele ya Israeli, na anaweka hayo mambo mawili mbele yetu pia. Kulikuwa maneno ya hukumu na kulikuwa pia mpango wa Mungu uliotangazwa na watumishi wake wa nabii.
Wakati niliposoma leo andiko hii sana sana, hii matamshi hapa kwenye mstari wa 6, nilizoagiza watumishi wangu manabii. Nilikumbuka pia Ufunuo sura 10 mstari wa 7, kwa maana tunapata hapo hayo matamshi mamoja. Ufunuo sura 10 mstari wa 7. Lakini katika siku za sauti yake malaika ya 7, wakati atakapokuwa tayari kupiga baragumu, halafu siri ya Mungu itatimia kama alivyohubiri kwa watumishi wake manabii. Mungu alizungumuza kupitia watumishi wake manabii, na kulingana na Waebrania sura 1 mstari wa 1, nyuma wakati wa zamani alipozungumuza kupitia manabii, amezungumuza sasa kwa mwisho ndani ya siku hizi kupitia mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Waebrania 1 mstari wa 1. Ndani mwake yale yote iliyokuwa imetangazwa mbele na iliyokuwa sehemu ya ujumla wa mpango wa Mungu ikakuwa uhakika, na tangu wakati ule hayo yaligeuka kuwa uhakika, na ni kupitia kanisa la Mungu aliye hai. Hayo mambo mawili yanatimilika, neno la hukumu na pia ahadi za baraka ambazo zilizo sehemu ya mpango wa Mungu. Na waza kwamba tunaweza kusema kwa uhakika na kwa namna hiyo wazi kwamba ndani ya siku hizi tunashikaza kulingana na dhamiri yetu njema na ujuzi wetu njema, kwamba tunajua tuko kwa upande wa Mungu na tunaamini neno lake, na katika kipimo yote ambayo Bwana Mungu anaweza kutupatia neema ya kuweza kumfuata kwa utiifu, ili kwa shukurani tuweze kupata sehemu kwa yale ambayo iliyo sehemu ya mpango wake mkubwa ambao aliyopanga inayohusu taifa la Israeli, na sana sana pamoja na kanisa. Wazo lingine pia liweza kunigusa. Neno la Mungu linasema mambo mawili: kusanyika na kurudishwa kwa taifa la Israeli, na pia kusafishwa na hukumu na yale yote inayoambatanishwa na hayo, na kwa mwisho sasa wakati wa furaha na shangwe kwenye mlima Sayuni. Kwa upande wetu sisi kanisa la Mungu aliye hai, kama vile tunavyojua sisi sote, tutapokea kumiminwa kwa mwisho kwa Roho Mtakatifu, kama vile mfano wa mvua ya kwanza ya mwisho, na vile vile kama kanisa kwa mwanzo lilivyokuwa limepokea mvua ya kwanza na ya mwisho wakati wa kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Na tunaamini kwamba mambo yaliyo makubwa tena yataweza kufanyika sasa kwa mwisho. Kuna mtu anaweza kuuliza sasa, mambo haya yatafanyika namna gani? Ndiyo, nani anaye na uwezo wa kuweza kufanya hiyo? Kama vitu hivyo soma na kusema, jibu iko katika Zekaria sura 4 mstari wa 6. Si kwa nguvu au kwa uwezo, lakini kwa Roho wangu, Bwana wa majeshi anasema, na sio kwa wainjilisi wakubwa au watu wakubwa wa Mungu. Na hii ninayasema tu sasa. Na hivyo sasa kazi ya mwisho ya Mungu itashuka kutoka mbinguni na itaonekana hapa chini kwa namna ya kimaajabu. Kuna wakati mfupi uliopita, wakati tulipoyazungumzia katikati yetu kama wandugu, mmoja alisema kwamba jua kali ya sasa ni ya lazima, ili wakati mvua itakaponyesha yote sasa yaweze tena kuota upya. Na vile vile kama vile udongo navyo kauka, unalia maji na unahitaji maji, na hivyo ndivyo tuko unajisikia ndani ya siku hizi. Wengine wote wanaweza kutengeneza anga
na inaweza kuwa inalingana na kweli au hapana, lakini sisi hatuwezi kushitengenezea anga fulani, lakini Mungu yeye anaweza yote, na pamoja na yeye kunakuja kwanza kukubaliana na neno lake, kukubaliana na yale aliyosema na kuahidi, na kisha sasa ndipo kunakuja ingine yote inayobaki. Nilisoma hapa ndani ya Yeremia sura 13. Yeremia sura 13 mstari wa 3. Hapa inaandikwa Yeremia 13 mstari wa 3. Kwa maana tazama, siku zinakuja, anasema Bwana, nitakapofungua mafungo yao walio watu wangu wa Israeli na Yuda, anasema Bwana, nami nitawarudisha hata nchi yao ambayo niliwapa baba zao, nao wataimiliki. Na kwa ajili hii nayo tunasema amina. Na ni hivyo ndivyo Mungu alivyoyasema, na ni hivyo ndivyo itakuwa milele na milele. Na pia katika shahidi inayofuata inasemeka mambo mengine. Ningetaka nisome mstari wa 7 tu, Yeremia 13 mstari wa 7. Ole, maana siku ile ni kubwa, hata hapana inayofanana nayo, maana ni wakati wa taabu yake Yakobo, lakini ataokolewa kutoka ndani yake. Tunajua kulingana msingi wa maandiko matakatifu kwamba wakati wa taabu ungali unangoja Israeli. Na wakati tunapotazama inayofanyika huko Vatikani, na kwanza tuliyasikia kupitia mahabari huko Bruxelles, karibu hatua mbili ya makao makubwa ya Ulaya, Vatikani imeweka makao yake ya mahabari. Ni hapo ndipo wapasha habari wote watakuwa wanafundishiwa. Hapa karibu habari yote itakuwa ikiongozwa katika lengo moja. Mambo haya yangali yanatangazwa katika wakati huu kwa namna iliyo wazi na hizi mavyombo vya habari kubwa kubwa, na tunatambua kwamba wa Protestanti wanageuka kuwa wa Katolika. Akosi hii si maneno yetu ya leo, lakini ni kweli. Na pia katikati ya waganga, waamuzi, katika mambo yote, mahali pote, watu wanajua kwamba kama hauko kwa upande mzuri, kama hauko kwa kanisa nzuri, hauna hata bahati fulani ya kuweza kupata kazi. Watu wanajua hiyo, wanaweza kuyasoma pia, na tunaona mambo hayo yote iko naongoza mpaka wapi. Ni kusema kwamba Papa yeye mwenyewe aliweza kusema kwamba Ulaya ya mataifa katika mipaka yake ya kwanza wakiwa chini ya utawala wa Roma Katolika, kwa maana iko na shuhudia kwamba hiyo ndio ilikuwa imani ya kwanza. Sihitaji kuweza kutamka matamshi hapa ya waziwazi, lakini naweza kusema kwamba leo kanisa la Katolika la Roma halina mwanzo wake Yerusalema. Ni Yerusalema ndipo kulianzia kanisa la Mungu aliye hai, kanisa lilo nguzo na msingi wa kweli, kulingana na Timotheo wa kwanza sura 3:15. Karni 3 za kwanza zilipita bila kanisa la Katolika la Roma, bila hata kardinali, bila papa, bila hiyo ibada za watakatifu, bila hiyo makanonizasio. Hiyo yote tunayajua, ila tu taifa ndilo linadanganywa. Wanadanganya taifa wakiwaambia kwamba Petro ndiye alikuwa papa wa kwanza, na ijapokuwa unaweza kusoma kwamba wale wapapa wa kwanza 45 hawakuwa hata wapapa, kulikuwa bado kuwa wapapa katika hizo karne za kwanza, lakini na hivyo ndivyo wanayaonyesha kwa taifa. Na pia katikati wa Protestanti hakubaki hata mtu mmoja ambaye macho yake yanaweza kufunguliwa na kuweza kuona na kutambua kwamba hapa inahusu mawazo isiyokuwa na msingi, lakini ni maoni iliyokuwa pale ya kuweza kulinda watu katika hiyo utawala wao wa zamani.
na mahali pote siasa inachanganywa na dini na dini inachanganyika na siasa. Na hivyo sasa, kama vile Biblia inavyotuambia kwa namna iliyo wazi ndani ya Ufunuo sura 17 kwamba kanisa hilo la ulimwengu mzima litaongoza nguvu za ulimwengu na zitakamata mamlaka katika mikono yake. Lakini hatuweza kutumia katika maelezo ya maneno haya katika wakati huu, tutaweza kuyasema kwa marefu katika maandishi. Lakini kwetu kama vile waamini wa kibiblia, ya lazima ni kwamba tuweze kuwa tumetenganishwa na yale yote ambayo isiyokuwa na sehemu na neno la kwanza, yale yote ambayo sio na mwanzo wake Yerusalema, ndani ya yale ambayo wamitume na manabii waliokuwa wametangaza, na tuweze kuwa tumesafishwa kupitia kuoshwa kwa maji ya neno, ili tuweze kuwa bibi harusi neno, kama vile Kristo Bwana wetu na mkombozi wetu alivyokuwa mwenyewe bwana harusi neno. Kwa maana ndivyo inaandikwa kwamba neno lilifanyika kwa mwili na likakaa katikati yetu, Yohana 1:14. Inawezekana kwamba hii inaonekana kama vile ni kigeni au ni mageni kwa wale ambao wasiojua kwamba hii kulinganisha inakujaka mara nyingi hapa kwenye madhabahu. Siwezi kufanya tofauti. Nauliza swali, nani anayepandisha sauti yake leo? Sasa tumefika pale. Nilisoma kuhusu yule mwinjilisi mkubwa anayependwa sana huko Uswisi, wakati Gorbachev alipochaguliwa na walipotambua na kuona hiyo alama aliyokuwa nayo kwenye kipaji cha uso wake, wakasema kwamba ilikuwa ni alama ya mnyama, kwamba Gorbachev ndiye alikuwa mnyama. Na wakati papa alipoumizwa, wakaandika wakiwa na uhakika kubwa kwamba tazama, hiyo kidonda sasa kimepona. Sitaki kuweza kuumiza mtu fulani, lakini ninakumbuka habari za kwanza. Papa hakuumizwa kwenye kichwa chake, lakini alikuwa ameumizwa kwenye tumbo lake. Nikusema ilikuwa haiko kidonda kwenye kichwa ambayo iliyokuwa imepona, lakini ilikuwa ni kidonda, ilikuwa mahali pengine. Mnaona, watu hawakwake makini juu ya neno. Wanawaza kwamba walishaka meza hekima ya Mungu, na sio kuimezesha kishiko kidogo, lakini walimezesha rushe kubwa. Na wakati unapochunguza mambo kwa karibu sana, unatambua kwamba wako na hekima iliyotengenezwa na wanadamu. Lakini Mungu aliweza kutupatia neema ili tuweze kuamini kwa moyo wetu wote hekima ya Mungu, hekima ya neno, na sio kwa yale ambayo watu wanayosema, lakini kwa yale inayoandikwa ndani ya neno la Mungu. Tuliweza kuyatangaziwa na tunaweza kuyaamini na kuyatii. Ningetaka niweze kusoma ndani ya nabii Isaya kwenye sura 33 pia inayohusu Israeli. Isaya sura 33, na naamini wakati mtakaposoma kitabu iliyoandikwa wakati uliopita, mtatambua kwamba hizo nguvu moja zilizotesa na kusambaza Israeli, na ni hizo nguvu moja ambazo zilizosambaza na kutesa kanisa ndani ya hali hiyo mbili. Na hapa ndani ya Isaya 33 mstari wa kwanza inaandikwa, ole wako unayeharibu, nawe hukuharibiwa, wewe unayefanya hila, wala hukufanyiwa hila. Wakati utakapoacha kuharibu, utaharibiwa, na wakati utakapoacha kufanya kwa hila, wao watakufadhiza wewe hila. Mnajua nyote andiko ya Biblia iliyo katika nabii Danieli kwenye sura 9 mstari 27 inayohusu kuharibu. Danieli sura 9 mstari wa 27. Hapa inaandikwa,
naye atafanya agano la nguvu pamoja na wengi kwa juma moja. Na kwa nusu ya juma atakomesha sadaka na toleo, na juu ya bawa la machukizo atakuja mmoja anayefanya ukiwa, na hata kwa mwisho ghadhabu iliyokusudiwa itamwangwa juu yake mwenye kuharibu. Mnajua ninyi yote pia neno la Mathayo sura 24 mstari wa 15, mahali Bwana aliposema kwamba wakati mtakapoona chukizo ya uharibifu itakapoingia katika mahali patakatifu, na kama vile nilivyosema hapa sasa hivi, itafika kwamba hii mitumikio ambayo iliyoweza kuharibisha Ukristo wote itaweza kufanya agano pamoja na Israeli na itaweza kuleta pia uharibifu. Lakini hii yote ni sehemu ya neno la Mungu na mpango wake kwa ajili ya wakati wa mwisho. Hapa kuna andiko inayosemeka kwamba wakati mtakapoona uharibifu inapoingizwa katika mahali patakatifu, kama vile ilivyosemeka, ndiyo mitumikio ambayo iliyoharibisha Ukristo wote itafanya agano pamoja na Israeli na itaweza kuleta pia uharibifu. Lakini hiyo yote ni sehemu ya neno la Mungu na ya mpango wa Mungu kwa ajili ya wakati wa mwisho. Na Paulo aliandika katika barua kwa Waroma 9:27, wakati hesabu ya wana wa Israeli itakapokuwa kama vile mchanga wa bahari, lakini mabaki ndiyo utakaookolewa. Na hivyo kama vile waamini katikati ya mataifa wote hawakuingizwa katika uchaguzi na kutayarishwa, na iko hivyo hivyo pia kwa ajili ya Israeli. Lakini heri mtu anayetafuta Mungu, aliyepewa katika moyo wake wa kuweza kujua mapenzi ya Mungu katika wakati huu, na sio kuweza kuwa mwamini tu, lakini kuweza kuamini Mungu kama vile maandiko yanavyosema. Niliweza kuwazia sana kuhusu maneno haya katika siku zilizopita. Tuko sehemu ya wale wanaoamini kugeukia, kuzaliwa upya, ubatizo Roho Mtakatifu, utakaso, ukombozi wa ujao. Na kisha swali hii ikanijia, wangapi ya wale ambao walioweza kugeukia kweli kweli, waliokuja kwa Kristo kwa moyo wao wote, na ambao walioweza kuacha mie yao, kulingana na neno la Isaya 55 mstari wa 7, kwamba muovu aache njia yake na mtu mbaya aache mawazo yake mabaya na ageuke kwa Bwana. Kugeukia Mungu, kurudi nyumbani kama vile mwana mpotevu, mahali ambapo karamu nzuri inafanyika mbele ya Mungu kwa sababu ya wasichana wa Mungu na wavulana wa Mungu waliorudi nyumbani, ambao waliokuwa wamepotea lakini sasa waliopatikana. Kugeukia ya kweli ya kibiblia, mahali ambapo kila mtu anaweza kuonywa, kama vile ilivyokuwa Saulo aliyeitwa baadaye Paulo. Akasema kwamba wote waliona nuru, lakini sauti iliyonizungumzia hakuna mtu aliyesikia. Hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya Matendo ya Mitume sura 22 mstari wa 9. Tunaweza kuona sisi sote nuru inayoangaa sasa katikati ya giza. Tunaweza kuona sisi sote utimilifu wa neno la unabii, lakini hiyo haitoshi. Kila mtu sasa anapaswa kuonywa na Bwana. Kila mtu anapaswa kuishi kugeukia Bwana kwa kweli, kukubalishwa kwa dhambi, toba, kugeukia Bwana, mahali naweza kusikia kweli kweli kwamba karamu ilifanyika, kwa maana
alikuwa amepotea na tazama sasa amerudi, kulingana na Luka 15:24. Maneno mengine ambayo nimesha kusema ni kuzaliwa upya, na maandiko matakatifu yanasema ndani ya Wakorintho wa pili sura 5, na ni hapo ndipo yanaanzia mstari wa 17, kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya, mambo ya zamani yamepita, tazama vitu vyote vimekuwa vipya. Wakorintho wa pili sura 5:17. Lakini mara ngapi tunasikiaka katika vinywa vya waamini mahukumu zilizo makali sana, mbaya sana. Sasa kwa sababu gani waamini wanakuwaka makali sana wao kwa wao kuliko gisi wasioamini wanakuwaka? Wakati tunapoyawazia kuelewana vibaya, kunakuwa mambo mengi nayo kuwa katikati ya waamini, na ijapokuwa hayangepasha hata pia kusemeka. Sasa swali sasa inaulizwa, watu waliozaliwa upya waliweza kweli kuzaliwa upya kupitia neno na Roho? Uzima mpya wa kiungu uliweza kuonekana ndani mwetu? Tuliweza kupokea ndani mwetu nia ya Yesu Kristo na tabia yake? Warafiki yangu wapendwa, kwa sababu tunafika mwisho, tunapasha kukutanana na maswali haya yote na mambo haya. Na kisha sasa, kitu ya tatu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wangapi wanaowaza kwamba inawatosha kuweza kusema maneno fulani katika lugha au kwa lugha nyingine ili waweze kusema kwamba tazama, nilimpata? Na wakati sasa unatambua unatambua kwamba mtu yule iko nafanya mambo mabaya mengi kwa ulimi wake ule moja, ambao iko na waza kwamba iko nasema lugha mpya, na yale yote anayosema inakuwa tu ni upumbavu wa zamani, mambo mabaya inayokuwa ya kuweza kuumiza wengine na kutesa. Hapana, wale wote wanaowaza kwamba walibatizwa na Roho Mtakatifu kweli kweli hawakubatizwa. Matunda ya Roho yanapaswa kuonekana, na sio midomo tu, lakini uzima unapaswa kuonekana. Na Bwana wetu alisema, nilikuja ili wawe na uzima na waweze kuwa na uzima kwa wingi, kulingana na Yohana 10:10. Ndani ya barua ya kwanza ya Wakorinto kunaonyeshwa matunda 9 ya Roho, na katika barua ya Wagalatia matunda 9 ya Roho. Inakuwa katika msimamo mzuri wakati kumiminwa kwa kweli kwa Roho Mtakatifu unapofanyika. Sio ulimi tu unaoguswa, lakini moyo ndio unaoguswa, ambao unaojazwa na tabia ya Mungu. Hapo ndipo upendo wa Mungu unamiminwa ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu, na hapo sasa makarama zote za Roho zinapata nafasi yake ya kweli katika huo upendo wa kweli. Na hapo sasa uzima wa kiungu nao unaonekana ndani ya kazi, ndani ya kanisa, na kazi ya kutumikiana watu kwa wengine inakuwa sasa baraka ya kweli kwa ajili ya wote. Kama vile ndugu Branham alisema siku moja kwamba kuna watu ambao unasikia vizuri mbele yao, ambao walio na anga nzuri, na pia kuna wengine watu ambao hausikiage vizuri mbele yao. Basi tuwe macho sisi sote ili tuweze kulinda ulimi wetu, na kama ikiwezekana pia hata mawazo yetu. Kuna mtu mmoja aliyenipatia kitabu iliyo ndani nukuu 1600 ya Martin Luther. Sijui ilikuwa ni nani, lakini kulikuwa neno kidogo iliyokuwa ndani baraka, na nisoma andiko fupi inayosema kwamba mpumbavu. Na mtu yule alisema kwamba mpumbavu ni mtu ambaye anayesema mawazo yote inayokuja ndani ya roho yake au ndani ya akili yake. Inamujia mara nyingi mawazo mabaya, na tunayatamka na tunasumbua hapo hapo yule aliye karibu yetu,
na hajui cha kufanya tena. Anaanza kuwazia, anawazia tena hiyo, na sasa hajui cha kuelewa tena. Wapendwa, Mungu atulinde, atusaidie tuweze kusonga mbele katika utakaso, ili tuweze kufikia sasa kwenye dunia hii katika kukomaa, ambayo siweza kuwa kama vile mtoto aliyebaki katika hatua za kwanza, lakini mtoto anayekomaa mpaka katika kiwango kikubwa cha mtu aliye katika Kristo, na sio kwa maoni yetu sisi wenyewe, lakini kwa neema na nguvu za Mungu. Inaandikwa ndani ya Ufunuo sura 22 kwamba yule aliye mtakatifu ajitakase tena zaidi. Ni kusema sasa kuna kundi hapa duniani wachaguliwa ambao hawataweza kutosheka na hali yao ya sasa, kwa maana inahusu kwenda mbali tena zaidi mpaka tuweze kutoka katika imani tukiona tuliamini. Kuna tena maneno mawili ambayo yananigusa na ambayo nitaka tusome. Neno la kwanza liko ndani ya Petro wa pili sura 3. Petro wa pili sura 3. Hapa inasemeka kuhusu kurudi kwa Bwana ambayo iliyokuwa imeahidiwa, na pia matokeo mengi ambayo inayosindikiza, itakayosindikiza, ndiyo, ndani ya wakati wa mwisho. Na kisha inaandika kwenye mstari wa 10 kwamba siku ya Bwana itakuja kama vile mwizi, na kisha mstari wa 11 na 12. Petro wa pili sura 3, 11 na 12. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitayeyushwa hivi, basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitayeyushwa hivi, ingewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utawa? 12. Mukitazamia na kutaka sana kuja kwa siku ya Mungu, kwa sababu yake mbingu zikiungua zitayeyushwa na viumbe vya asili vitayeyuka kwa moto mkali. Haitoshi kuweza kusema kwamba siku ya Bwana inakuja, lakini inaomba kujitayarisha, inaomba kuwa tayari kwa ajili ya mahubiri ya neno, kukubali tohara ya moyo na kuweza kusema, Bwana, toa ndani mwangu yale yote ambayo isiyokupendeza, yale yote yanayonizuiza kuweza kutumikia katika ujao wote. Nasoma tena mstari wa 11. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitayeyushwa hivi, ingewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utawa? 12. Mukitazamia na kutaka sana kuja kwa siku ya Mungu. Makusanyiko haya ni masaa za matayarisho, za kuvikwa na za kuwekwa katika utaratibu, ili iweze kutimilika ndani mwetu yale ambayo Bwana aliyosema ndani ya Luka kwenye sura 21 kuanza kwa mstari wa 34. Luka 21 kuanza kwa mstari wa 34. Mujiangalie mioyo yenu isipate kulemelewa na ulafi na ulevi na masumbuko ya maisha haya, siku ile isije kwenu ghafla kama mtego. 35. Kwa sababu kama vile itakuja juu yao wote wanaokaa juu ya uso wa dunia pia. 36. Lakini tazameni kila wakati mkiomba mpate nguvu ya kukimbia maneno haya yote yatakayokuwa na kusimama mbele ya mwana wa mtu. Ona neno gani la nguvu! Inazungumza kuhusu wakati wa mwisho, ni kusema kuhusu sisi ambao tunaishi katika mwisho wa wakati wa neema, ili siku hii isitushitukie kama vile mtego, tusiweze kushitukiwa. Na hiyo inakubaliana na neno ambalo Paulo aliandikia Watesalonika
Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 4. Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 5. Lakini ninyi ndugu, si katika giza, hata siku ile iwapate ninyi kama mwizi. Mungu atufanyia neema wakati alipotupatia nuru, na nuru hiyo inaangaa katika mahali pa giza, lakini giza haikuweza kumwelewa. Yohana 1 mstari wa 5. Lakini kwa upande mwingine neno hili linatimilika kwa ajili ya waamini wa kweli, kwamba taifa lilikuwa kitembea katika giza likaona nuru kubwa. Isaya 9 mstari wa 1. Pia kwa ajili ya kuangazia nuru juu ya uso wa Kristo. Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 6. Ndiyo tuliona nuru ya neno la unabii, na tunaweza kusema kwamba neno lako ni taa kwa miguu yetu na mwanga kwenye njia yetu. Zaburi 119 mstari wa 105. Mtu yoyote ambaye aliyepokea ufunuo wa ujumbe wakati wa mwisho, ni kusema neno lilofunuliwa la Mungu, mtu yule haiko tena ndani ya giza, haiko tena ndani ya mashaka. Anaona kwa namna iliyo wazi njia ya Mungu inayoangaziwa mbele yake, na anaweza kutembea kupitia imani mpaka siku atakapotoka katika imani akiona aliyoamini. Hatukuweza kutangaza neno la mashaka, lakini kama vile ilishaka kusemeka mara nyingi kwa furaha, hakujawahi kuwa wakati unaofanana na wakati wetu, wakati ambamo shauri ya Mungu yote inaweza kuwekwa kwenye nuru kwa namna iliyo wazi na kuweza kuonyeshwa katika hali yake yote. Na tunafikia sasa katika kuamua moja, ni kwamba hatutukuze hata mtu mmoja, lakini tumepatia Mungu utukufu wake, ambaye aliyetuma watumishi wake, manabii wake, kwa mwanzo na kwa mwisho. Na sio kwamba tuweze kuwasifu au tuweze kutengeneza tena na kupamba makaburi zake, lakini kwamba tuweze kuonywa na Mungu, na ili neno lake liweze kutimiza ndani mwetu sisi ambao tuliolipokea na kulisikia ndani ya imani, na liweze kutimiza ndani mwetu yale ambayo lilitumwa. Tusome tena Wakolosai sura 3. Ili neno la ajabu sana. Wakolosai sura 3 mstari wa 12. Wakolosai 3 mstari wa 12. Basi mkiwa wachanguliwa wa Mungu, watakatifu na wapendwa, vaeni moyo wa rehema, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Mstari wa 13. Mkichukuliana na kusameana kama mtu akiwa na sababu ya kushitaki mwenzake, kama vile Bwana alivyowasamehe ninyi, ninyi mfanye vivyo hivyo. Namna gani Bwana alitusamehe? Atusamehe yote kwa ujumla, yote. Hakujifurahisha kuweza kusamehe, alisahau pia. Alitupa makosa yote katika bahari ya kusahau, mahali iko mbali sana. Mnakumbuka hiyo mfano ya ndugu Branham ambaye aliyekuwa akisema namna gani yule mama alikuwa ametayarisha karamu kwake, na aliogopa kwamba baba yake asiweze kulalamika. Haleluya, haleluya. Ilikuwa ni baba wa yule mama wa nyumba, walikuwa wamemweka juu kwenye etaji. Mnakumbuka, akawaza kwamba kama wanaweza kumweka huko juu hataweza kusikilikana chini, na hakutaka aweze kupata haya kwa sababu ya baba yake. Na kisha wakampatia kitabu cha jiografia, sikumbuke vizuri, na wakati alipokizunguka ndani akapata mahali kunapoandikwa kwamba walipata ndani ya bahari, mahali ambapo kilindi cha bahari haiwezi kupimwa. Na hapo sifa ikapanda katika moyo wake, na hapo akaanza haleluya. Hakujiweza tena kujizuiza, akalalamika. Hapa ndipo Bwana aliweza kutupa dhambi zangu zote, mahali ambapo bahari iko chini sana, mahali ambapo hakuna mtu anaweza kuziona tena au kuzileta, mahali ambapo zinaweza kupotea milele na milele. Wapendwa, hii ndiyo kweli ya kiungu. Makosa yetu na dhambi zetu zote zizo kutosha ndani mwetu milele na milele zikasamehewa kwenye msalaba wa Golgotha. Hatuyasikia tena kisemeka tena katika umilele wote.
hatutaweza kuyaona tena, lakini kama vile waliokombolewa, waliokuwa huru, wanaume na wanawake waliotakasiwa Mungu, tutaweza kusifu Mwokozi wetu na kumshukuru kwa moyo wetu wote na kwa nafsi yetu yote. Wapendwa, tumalize pamoja na onyo hii, ni kwamba kusiwe mtu anayeweza kutoka hapa akiwa amekasirika, lakini kila mtu aweze kuelewa mara ngapi Mungu anatutakia mema, mara ngapi Mungu anatutakia mema. Ni vema tuweze kushipima mbele yake na tuyafanye katika imani na sio katika kutokuamini, na kama tunapata kitu fulani ndani mwetu tuweze kuleta kwake tukisema, Bwana, unajua kwamba sikutaka hii, haikuwa mpango wangu, unajua moyo wangu, unisamehe, unifanyie neema. Na sasa mkono wa Mungu utakuja juu yetu na salama yake inayovuka akili yote ya mwanadamu itatawala mioyo yetu, na salama hiyo ya Mungu itatawala sasa ndani yetu. Ndipo sasa tutakuwa watoto wa salama. Heri wale wenye rehema, kwa maana watariti ufalme. Heri wale wanaoleta salama. Mathayo sura 5 mstari wa 9. Wanaume na wanawake waliopata salama pamoja na Mungu, wanaume na wanawake ambao walioingia katika pumziko ya Mungu, wanaume na wanawake ambao waliopokea ushuhuda kupitia Roho kwamba wamekuwa wana wa Mungu kupitia imani ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na kama vile tunavyoambiwa hapa ndani ya Wakolosai sura 3 mstari 12, basi mkiwa wachaguliwa wa Mungu, watakatifu na wapendwa. Na kisha kuna kuja hizo tabia ambazo tunapaswa kuonekana ndani yetu. Vaeni moyo wa rehema, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Na kisha mwendeleo inasema 13, mukichukuliana na kusameana kama mtu akiwa na sababu ya kushitaki mwenzake, kama vile Bwana alivyo wasamehe ninyi, ninyi mufanye vivyo hivyo. Kama mtu anacha kushitaki mwingine, msameane ninyi kwa nyinyi, kama vile Kristo alivyowasamehe. Tukamate maneno haya kwenye moyo, tusameane sisi kwa moyo wetu wote na kwa ujao. Kama mtu anacha kushitaki mwingine, msameane kwa ule msamaha mmoja kama ule ambao Mungu aliyotusamehe nao ndani ya Kristo. Tuonyeshe tu sisi kama vile wandugu na wadada huo msamaha wa kiungu, kama vile tulivyo kuipokea sisi wenyewe kutoka kwa Mungu. Na hivyo ndivyo ushirika wa kilindi na wa haki utaweza kuonekana. Au utaona tena makosa ya mwingine, utajiona wewe mwenyewe mbele ya Bwana na kusema, o Mungu, na utafika lengo yako pamoja nami, pamoja na dada yule na ndugu yule. Na hapo tutaweza kuonyesha wengine kwa Bwana, kuwaleta katika maombi mbele ya Bwana. Tutaweza kufanya kazi ya kweli ya ukuhani, na kama vile andikwa hapa mstari 15, na salama ya Kristo, Wakolosai 3:15, na salama ya Kristo itawale mioyoni mwenu, kwa sababu yake muliitwa katika mwili mmoja. Na salama ya Kristo itawale mioyoni mwenu, kwa sababu yake muliitwa katika mwili mmoja, tena muwe watu wa kushukuru. Tuko viungo vingi, lakini tunaunda mwili mmoja katika Bwana. Kristo ndiyo kichwa chetu. Acha basi kugeukia ya kweli, kuzaliwa upya ya kweli, ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu na kwa moto, kutakaswa kwa kweli, kugeukia kwa kweli, ukombozi wa kweli katika hali yake ya kweli, tuweze kuwa tumeyapewa kwa neema. Na wakati hayo yatakapofanyika, ndipo tunaamini kwamba hiyo yatafanyika pia, na ndipo Mungu ataweza kumaliza kazi aliyoanza ndani yetu mpaka siku ya utukufu ya kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu.
Amina. Tazama lengo ya mwito wetu wa mbinguni, kama vile Paulo alivyoandikia Wafilipi. Aliandika, nikisahau iliyo nyuma na nikitazama iliyo mbele yangu, ninakimbia mpaka kwenye lengo. Amina. Wafilipi 3:14. Acha mchana huu na uchunguzi wa neno huu uweze kuwa umezaa ndani mwetu hitaji mpya, hitaji ya kuweza kufanya mazoezi mapya pamoja na Mungu, hitaji ya kuweza kumtumikia kwa ujao, hitaji ya kuweza kuwa kwa upande wake, ili tuweze kusema kweli kweli kwamba sio mimi naishi tena, lakini Kristo anayeishi ndani yangu. Wagalatia 2:20. Na uzima tunaoishi sasa tunaoishi katika imani ya mwana wa Mungu, Bwana wetu na Mungu wetu, ambaye alipendezwa kutukuza jina lake na neno lake, aliyekusanya taifa lake, kulifundisha na kuliita kutoka, na kisha kuweza kulitayarisha, kulivika na kulileta mpaka kumalizika. Yeye Mungu mweza yote apewe sifa, heshima, utukufu na mabudu kwa ajili ya yote aliyofanya kwa ajili yetu kwa neema, na kwa ajili ya yote ambayo atakayofanya baadaye mpaka kwenye siku tutakapomuona. Kwake yeye apewe utukufu milele na milele. Amina. Baba ile mbinguni, tena ingine mara moja tunakuja mbele ya uso wako, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani, na pia kwa ajili ya kitendo cha Roho Mtakatifu wako. O Bwana, tena leo neno lako linatimiza, linafanya, linaonyesha yale ambayo ulilituma ndani ya nafsi, ndani ya roho, ndani ya mwili, ndani ya wale wote ambao waliopokea ndani ya imani. Kweli Bwana mwaminifu, wewe ni yule yule, na uliahidi kwamba utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dunia. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Tunayamini, tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi kwa nguvu mpaka mwisho. Mungu mwaminifu, tunakuomba na kuombea wale wote walionyosha mikono yao, na pia ambao wale hawakuweza kupata bidii ya kuweza kunyosha mikono. Bwana mwaminifu, kuja ukutane na sisi, samehe, fungua, weka huru, tengeneza mabaya yote. O Mungu, acha salama yako inayovuka kila akili yote mwanadamu iweze kuingia ndani ya kila moyo, na kila mtu aweze kupokea ujao wa imani na uhakika wa imani kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Mungu mwaminifu, tunakushukuru sote pamoja pia kwa ajili ya heri ya kuweza kuishi ndani ya siku hizi, ndani ya hizi siku za mwisho za habari ya ulimwengu, siku hizi za mwisho za wokovu, na pia kwa ajili ya heri ambayo tunayo kuweza kutazama katika nuru ya ujao, neno lililofunuliwa. Haleluya! Tunakushukuru kwa ajili unashuhudia na kutimiza neno la watumishi wako na manabii wako. Hiyo inatimilika mbele ya macho yetu. Haleluya! Acha basi ubariki kama vile hajawahi kuwa mbele. Bwana mwaminifu, Bwana mpendwa, kuja ukutane na sisi. O Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Tunasikia uwepo wako uko katikati yetu, na ututendea mema kulingana na wema wako mkubwa na rehema yako. Kwako upewe vitendo vya shukurani, o Mungu, katika jina la takatifu la Yesu. Haleluya, amina.